Mungu awabariki sana. Amen. Nashukuru kwa adhuhuri ya leo. Tuangalie tuone vile Mungu atatuongoza katika kipindi hiki. Bwana asifiwe sana. Amen. Bado tunaendelea na ujumbe wa ule mmoja kati ya Kristo na kati ya sisi wenyewe mbele ya Bwana. Tutaomba tusimame tusome kitabu cha Ufunuo. Mwanzo mlango wa kwanza kifungu cha 26. Tamam. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tuombe. Bwana wetu, ni hilo neno lako, tunaomba ukaliushe Mungu wetu ndani ya mioyo yetu, likawa sehemu yetu. Amen. Na tukawa Mungu wetu sisi na neno ni kitu kimoja. Amen. Tunaomba Baba wetu ukatusaidia za kukia kilindi cha uhusiano huu kati ya Kristo na wale wote amewaokoa. Amen. Na pia Mungu wetu utufundishe umoja kati ya mmoja na mwingine. Baraka zako Mungu zikawa nasi adhuhuri ya leo. Tajiweka kwako Mungu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Kaketi. Tumesoma kitabu cha Mwanzo. Na tumeona vile Mungu alivyo waumba hawa wawili, wao wakaumbwa kutokana na sura yake. Bwana asifiwe sana. Na bado tunaendelea na ule umoja kati ya, tunatafuta njia ya vile sisi tunaweza kuwa wamoja na Mungu, na tukiwa wamoja na Mungu pia tunakuwa wamoja mmoja kwa mwingine, sivyo? Amina. Hadi sasa tumethibitisha kwamba haiwezekani tukawa wamoja na mmoja na mwingine bila kuwa kwanza mmoja na Kristo. Na tumetambua na tufahamisha kwamba shida tuliyo nayo ya kutokuwa wamoja mmoja kwa mwingine ni kwa sababu hatuko wamoja na Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya, hiyo ndio shida. Hatuko wamoja na Kristo. Na tumeona namna ya kuwa wamoja na Kristo. Hiyo tumeona katika neno lake katika asubuhi ya leo. Jioni ya leo tunaendelea kudhibitisha na kufahamisha jambo hilo la kuwa wamoja, tukianza na kuwa wamoja na Kristo. Amina. Amen. Tunukuu maneno inayohusu Adamu na Mungu katika ujumbe unaitwa Oneness, Umoja. Na Biblia inasema, "No, the first man and first woman in the Garden of Eden." Sasa mtu wa kwanza na mwanamume wa kwanza na mwanamke wa kwanza katika bustani ya Eden were in perfect harmony with God.
walikuwa katika ushikamano mkamilifu pamoja na Mungu. So much that God could come down at any time he desired, Kiasi kwamba Mungu angeweza kushuka muda wowote ambao angetaka and talk lip to ear with Adam and Eve. na aongee nao mdomo kwa sikio pamoja na Adamu na Hawa. That is perfect oneness. Huo ni umoja mkamilifu. God and his creation. Mungu na maumbile yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo hilo la Mungu kila siku na kila wakati, kila jioni anashuka kutoka juu, anakuja, anakuwa na ushirika na watu wake, anakuwa anazungumza na jamii yake, ilionyesha umoja ulio kuweko kati ya Mungu na jamii yake ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Jinsi ya kwamba Mungu alikuwa anazungumza na Adamu sikio kwa mdomo, kuzungumza kwanza sikio kwa mdomo, na mara nyingi anazungumza na yeye. Hawa sio watu ambao wametengana, hawa ni watu wamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah. Na mimi napenda kuuliza wewe, Mungu amekuongelea mara ngapi? Tangu lini Mungu alivyo kuongelesha? Mnaamini kwamba Mungu alikuwa karibu sana na walikuwa wamoja na nabii wa wakati wa mwisho? Amen. Amen. Umesoma vitabu kujua jinsi walivyokuwa naongea na yeye, vile Mungu alivyokuwa naongea na yeye mara nyingi, hata kwa siku mara nyingi, na kumwonyesha vile atakavyofanya na kumwongoza na kusema naye kwa ono, kwa sauti, kwa mwali wa moto. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ilikuwa inaonyesha nini? Inaonyesha nabii na Mungu wake walikuwa wapi? Wamoja. Kwa hivyo jambo hilo la kuongeleshwa mara nyingi na Mungu ni jambo la kuonyesha umoja na ushirika ulioko kati ya mtu na Mungu. Kwa kuwa Mungu alikuwa anakuja kila jioni, anazungumza na wao, anakaa na wao, ilionyesha vile Adam na Hawa, Mungu alikuwa karibu na jamii yake ya kwanza. Na hiyo ndio nabii anaita umoja mkamilifu, perfect oneness. And si kutembea tu peke yake, bali Mungu alipotaka kunena na Adamu alinena mdomo kwa sikio, lip to ear, si kwa mafumbo au maono, anakuja anaongea na yeye. Mungu yetu asifiwe sana. Sio Mungu akiwa mbali, Mungu anakuwa karibu hapa. Anazungumza na Adam na Hawa. Anaketi pale. Na wanakuwa na ushirika. Bwana asifiwe sana. God speaking left here with Adam, and they were so perfect in harmony. Na alikuwa kamilifu sana katika upatanisho kamilifu. So they were one with God. Paka walikuwa mmoja na Mungu. God and his family were one. Mungu na familia yake walikuwa mmoja. Bwana sana. Now, any man and his family, mtu yeyote na familia yake, a correct, good, noble, correct familia sahihi, good, nzuri,
noble, obedient family adilifu, tiifu, is one with another. ni mmoja kwa mwingine. Haleluya. Mmoja kwa hiyo ndio familia ambayo ndio kamilifu. Mmoja kwa mwingine. Si familia ambayo inazozana kila wakati. Amina. Kukitokea jambo kidogo ni kuzozana, kupambana, kumenyana. Kwani tuko familia ya nani? Tukiongea familia tunaongea juu ya familia ya waaminio. Jambo kanisani ni kuzozana, ni kugombana. Ikitokea jambo hapa Dar es Salaam, jambo fulani ambao itafanya watu wote wakuja pamoja waamue, wanasosana. Mabishano. Ukitokea fundisho moja ni kumenyana. Ni jamii ya nani? Ndio niwauliza waaminio, hivi ndivyo inapaswa kuwa? Hapana bwana. Hapana. Sio ni kasoro. Sio ni makosa. Na hatuwezi kunyamaza alafu tukubali hivyo, tukubali hiyo hali, tuseme tuna namna ya kufanya. Ndio sababu tuko hapa, tuangalie kiini ya hiyo shida. Na tukijua sahihisho lake tufanye. Tuondoe hiyo hali. Amina. Bwana wetu asifiwe. Okay. Unaweza uliza, Pastor Godaro, unataka kusema kwamba kuna wakati tutafika sisi zote waaminio wa ujumbe tutakuwa wamoja, tunapendana sisi zote na hatubishani, hatukombani, tunakaa pamoja. Unaamini kuna wakati kama huo utakuja? Labda ndio najiuliza mimi. Nasikia mnasema amen. Na mimi ningetaka mniambie ni namna gani tutakuwa namna hii. Nini? Waamini wa ujumbe hamtakuwa hiyo msahau. Mtakombana, mgombane mpaka Yesu Kristo arudi. Ninyi hamna dawa. Okay? Amen. Na kwa sababu nimewaambia hivyo, hebu niwaambie sababu. Katika hilo kundi laitwa waaminio lina watu na labda ndio wengi ambao hawana they have nothing to do with the rapture. Hawana chochote cha kufanya na They unyakuo. have nothing to do with going to heaven. Wala hawana chochote cha kufanya na kwenda mbinguni. Na hiyo kundi itatusumbua. Yeah. Mpaka kunyakuzi kote. Hakuta wakati wa mmoja. Ndio nawaambia hivi. Lakini nawaambia wale watu walio wa Mungu, watoto wake wataendelea kuwa wamoja. Na watakuwa wamoja. Lakini sasa tuseme kundi ya Tanzania sasa imekuja moja, imekuwa moja. Hiyo hakuna. Sasa Wakenya wamekomaa sasa wote ni wamoja, wana ushirika wa kuja. Hapana. Lakini kuna kundi iko hapa itaendelea kuwa wamoja. Wakati Yesu atakuja, atakuta hiyo kundi iko moja. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali ambapo unakuta ati kuna kundi waaminio wote ni waaminio. Wote ni watu wa Mungu. Umeona nani? Hakuna. Hata mkutano wa Mungu, na Mungu anaitaka mkutano. Na Mungu ndiye yuko ndani ya huo mkutano akizungumzia watoto wa Mungu. Shetani hapo hapo. Anakuja hapa. Kama. Na ni vizuri kujifunza na Mungu. Mungu hapo kujifunza.
Muuliza tu jamaa umetoka wapi wewe? Tunakuwa na huko hapa. Unatulia tu hapo tu. Naweza inatoka tu kama kawaida yangu, kutoka kukimbia, kuangusha watu pale na kuangusha wengine hapa, kufanya wengine wakunywe pombe. Yaani mimi niko katika hiyo shughuli. Na nimepitia hapo. Nisikie vile mnasema. Amen. Mungu akumwambia amuka mara moja uende biu. Hapa hataki shetani. Kwa hivyo watu wa ibilisi, watu wa shetani ambao hawataenda mbinguni na wanasema ni waaminifu, wataendelea kuwa pamoja nasi. Wakati ambapo tutatenganishwa ni kama vile Yesu alisema. Mpanzi alipanda akapanda mbegu nzuri ya ngano. Mpanzi mwingine mbaya akakuja akapanda mbegu mbaya. Wafanyakazi wakuja wakasema, tumeona mbegu mbaya ziko miongoni mwa mbegu nzuri. Tupatie ruhusa tuende tukang'oe hizi mbegu mbaya ili tuwe na kundi ambapo mbegu shamba, tuwe na shamba ambao ni mbegu ile nzuri ndio inakuwa. Yesu akamwambia hapana. Mkisema hiyo shughuli hamtaweza. Mking'oa ile nzuri, mtang'oa. Kwa sababu hata ile mbegu mbaya inakaa kama mwaminifu. Na hamtajua tofauti. Mkawambia, nikiwaambia mfukuze watu, mtafukuza hata malaika wale wako mwaminifu. Kwa hivyo, msiende tu namna hiyo. Kama vile Kristo alisema ziachwe, zitakaa hivyo mpaka mwisho. Lakini mwisho zitatenganishwa. Haleluya. Lakini kitakachotenganisha ni kuondoa wale wazuri, kufuna wale wazuri. Na wengine wanafungwa matita wao, wanawekwa kando kwa ajili ya kuchoma. Hapo ndio pumziko utakuja. And that is rapture. Huo ni unyakuo. Sio hapa. Sasa tuendelee namna hivyo, wale wabao wakiondoka, sasa tumebaki wale wasafi, wale wa kunyakuliwa. Na sasa tuko pamoja sisi wote sasa. Hapana. Hiyo kundi itaendelea kuleta mgawanyiko na fitina na kuletea. Lakini watu wa Mungu watatambulishana. Na watajua huyu ni ndugu na huyu ni ndugu, na watakuwa wamoja. Kama vile Yesu alivyosema watakuwa wamoja. Hiyo inafanyika na inaendelea kufanyika hata sasa. Bwana asifiwe sana. So, and they were so perfect in harmony. Walikuwa kamilifu katika upatano with God till they were one with God. Walikuwa mmoja katika Mungu. God and his family were one. Mungu na familia yake walikuwa ni mmoja. Amen. Kasema any man and his family, a correct good normal obedient family is one with one another. Mtu yote na familia yake, familia sahihi nzuri ya adilifu ni mmoja kwa mwingine. Hakuna kitu gumu kama kuwa wamoja kama jamii. Jamii. Wale jamii watu ni wamoja. Inakuwa gumu. Lakini utakuja uone kuna jamii zingine watu ni wamoja. Unatokea kashaba kwa baba yao, wanagawana na amani na hakuna shida, na kila mtu akapata sehemu yake bila kugombana. Ingine kama mipaka itawekwa, utasikia kuna mtu amekata sikio na panga. Utasikia kuna vita imekuwa. Bwana asifiwe sana. Amen.
Nashukuru Mungu juzi tulishika shamba ya baba yetu tukawaona vizuri bila shida. Hata wasichana tukawapea shamba kila mmoja. Hiyo ni bahati ya Mungu. Au tuseme hiyo ni baraka ya Mungu. Amen. Sasa kuna kingine tumeona mahali pengine aliacha. Tutaka tunaona hiyo vizuri kila mtu apate sehemu yake. Tumeona majirani. Nitakwambia tutaendelea tutaona kinachosababisha mambo haya ni nini. Bwana asifiwe sana. Hata kwa waaminio kile kinachosababisha mambo haya ni nini? Hebu niende haraka kwa sababu nataka nimalize hii ujumbe. Na sasa okay, the family that move any man and his family, a correct, good, noble family, obedient family, is one with one another. Is one with another. Is one with another. Ni mmoja kwa mwingine. Mtu yote familia yake, familia sahihi nzuri ya relative ni mmoja na mwingine. Amen. Good family. Familia nzuri. And if there is something in the family that moves them apart, na kama kuna jambo fulani katika familia ambayo linawatenganisha, then it is not right in the it is not right. Basi sio sawa. The family is broken somewhere. Familia imevunjika mahali fulani. They should all be one. Inapaswa yote iwe kuwa mmoja. Father with the mother, mother with the father, children with parent, parent with the children, all in agreement. Baba na mama, mama na baba, watoto na wazazi, wazazi na watoto, wote katika makubaliano. And when you see that, na tunaona hiyo, you see one lovely picture. Tunaona picha moja nzuri yenye upendo. That's God's purpose and his family. Hilo ndio kusudi la Mungu na kusudi lake kama baba. Supreme. Baba aliye mkuu was to be one with his family. Alikuwa ni kuwa mmoja na familia yake. Earthly family. Familia ya duniani. Adam and Eve. Adam na Hawa. And the only way that they could be one with na njia pekee wangeweza kuwa mmoja with the family na familia with God au na Mungu. Nataka msikize hapa kwa makini. Why were they one? Kwa nini walikuwa mmoja? Iliwezekanaje wakawa wamoja? Wakawa wamoja na Mungu, wakawa wamoja Adam na Hawa, hata pia wao wako wamoja. Angalia hiyo picha. Hii ni familia, wao ni moja na mwingine. Tena wao ni wamoja na Mungu. What a wonderful picture. Hiyo ni picha ya ajabu jinsi gani. Swali tunajiuliza, ni nini kilichosababisha hali hiyo? Sasa hapa tuna hamu ya kujua. Hapo tuna maana ya kutaka kujua. Amen. And the only way that they could be one with the family or with God was because God's nature was in them. Njia pekee wangaliweza kuwa mmoja na familia ama na Mungu ni kwa sababu tabia ya Mungu ilikuwa ndani yao. Au asili ya Mungu ilikuwa ndani yao. Asili ya Mungu. Amen. Glory to God. Asili ya Mungu ilikuwa ndani yao. Amen. Kwa sababu ya hiyo asili ya Mungu ikaweza kufanya wao wawe pamoja na Mungu. Kama utakuwa mmoja na Mungu lazima uwe na asili ya Mungu. Amen. Praise God. Haiwezi kuwa mmoja na Mungu kama asili yako ni tofauti na Mungu. Lazima uwe na asili ya Mungu. Amen. Na mimi nikiwa na asili ya Mungu na wewe uwe na asili ya Mungu,
Mimi nikiwa na asili ya Mungu kama vile tutakavyoona hapa, nitakuwa moja na Mungu. Amina. Wewe nawe uko na asili ya Mungu utakuwa moja na Mungu. Na mimi na wewe tutakuwa pamoja. Bila sisa. Ni kweli. Ni kweli. Hiyo ndio kitu tumekosa. Na hiyo haipatikani rahisi. Amen. Amen. Na kama tutakuwa wamoja kwa pamoja, lazima tuwe na hiyo. Yes. Tuwe moja kwa mwingine. I hope I'm putting those words in the right way. If we are going to be one with one another, tuwe mmoja na Mungu kwa mwingine. there is no other way. Ama hamna njia nyingine yoyote. First, we must be one with God. Kwanza inabidi tuwe mmoja na Mungu. If I am one with God, Kama mimi ni mmoja pamoja na and you Mungu, are one with God, na wewe uko mmoja pamoja na Mungu, I am one with God, mimi niko mmoja na Mungu, and then you are one with God, na wewe umefanyika mmoja na Mungu, then finally, mwishowe we shall be one with one another. sisi wawili tutakuwa mmoja kwa mwingine. Amen. Hakuna njia ingine. Haipo. Sio kujadiliana. Kuna mkutano wa kusahihisha tofauti zetu, sawa kwenda kwa mkutano, lakini kile kitu kinafanya watu wamoja ni kila mmoja wao awe mmoja na Mungu. Amen. Tuendelee. All right. Yeah. And God's purpose and His purpose as far as Spirit was to be one with His family, as a family, Adam and Eve, but the only way that they could be one with the family or with God was because God's nature was in them, right? So that made them Hiyo iliyofanya with God's nature in them. kwa kuwa na asili ya Mungu ndani yao. Then with each other Tena ikawa mmoja kwa mwingine and God. na Mungu. They became all one. Wote wakawa mmoja. Wakati wameelewa hivi. Jambo la kwanza ni nini? Uwe mmoja na nani? Mimi niwe mmoja na Mungu. Wewe uwe mmoja na Mungu. Alafu sasa mimi na wewe itakuwa automatically. Itakuwa wamoja. Amen. Amina? Amen. Ili niwe na mmoja na Mungu, ni kujoin message. Ni kujiunga na ujumbe. Hapana. Ni mimi niwe na maumbile au nature. Niwe na asili moja na nani? Hakuna njia utakuwa moja na Mungu ukiwa na asili ingine. Lazima uwe na asili ya Mungu. Bwana sana. Na mimi nikiwa na asili ya Mungu na wewe na asili ya Mungu, mimi nitakuwa moja na Mungu, wewe utakuwa moja na Mungu kwa sababu una asili ya Mungu. Na ikiwa itafanyika hivyo, basi mimi na wewe tutakuwa pamoja. Amen. Sasa swali ni hili. Napata asili ya Mungu namna gani? Utapataje asili ya Mungu? Amen. Amen. That's God's purpose. Hiyo ndio kusudi la Mungu. And His purpose as Father, supreme. Kusudi na familia yake yeye baba mkuu. And His purpose as Father supreme. Na kusudi lake kama baba mkuu Was to be one with His family. ilikuwa ni kuwa mmoja na familia yake. As a family. Kama familia. Adam and Eve. Adam na Hawa. Okay. God nature. Okay. So that made them with God's nature in them. Kwa hiyo iliwafanya kuwa na asili ya Mungu ndani yao. Then we see each other and God. Halafu mmoja kwa mwingine pamoja na Mungu. They became all one. Wote wakafanyika mmoja. Isn't that a beautiful picture? Je, hiyo si ni picha nzuri? God in His family. Mungu na familia yake. Father over all, supreme. Baba juu ya yote mkuu. No death, no sorrow.
Hakuna mauti, hakuna huzuni. No heartaches, no nothing, just joy unspeakable. Hakuna simanzi, hakuna chochote, ni furaha isiyoneneka. Never to be sick, never to have a heartache. Hakuna kuwa mgonjwa wala kuwa na huzuni. Just one with God. Ni kuwa mmoja na Mungu. What a picture, because the very nature of God was in these people. Ni picha ya jinsi gani? Kwa sababu tabia ya asili ya Mungu ilikuwa ndani ya hawa. And therefore, what they did, na kwa hiyo kile walifanya, they followed just in line with God. Waliambatana tu moja kwa moja katika mstari na Mungu. And God with them made them one. Na Mungu pamoja nao wakafanyika mmoja. Adam na Hawa walipata asili ya Mungu wapi? Kwa sababu hiyo ndio kitu cha kwanza, ili wao pamoja na Mungu ilibidi wawe na asili ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alipowaumba alisema, hebu tuwe na mwanadamu aliye na sura Kama yeye. inayofanana na na yetu. Hakumaanisha tu uso, mapua na masikio. Ndio. Alimaanisha asili. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo wakaumbwa wakiwa na asili ya Mungu. Amen. Amen. Mungu asifiwe sana. Na hiyo asili ya Mungu ikawafanya sasa wawe na umoja na nani? Na Mungu. Na Mungu. Sasa swali ambayo imebaki ni jinsi tutakavyokuwa na asili ya Mungu. Ndio. Amen. 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 Okay, tizeni hapa. On the day of Pentecost, Katika siku ya Pentekoste we felt the Holy Spirit in the pillar of fire, tunapata Roho Mtakatifu nguzo ya moto separating itself and settling upon each member of the church. iliyojigawanyisha yenyewe na ikakaa juu ya kila mshirika wa kanisa. God putting himself together. Mungu akijiunganisha mwenyewe pamoja, Then with that group of people together, na hilo kundi la watu ikiwa pamoja, what did he do? walifanya nini? Brings back the unified body of the Lord Jesus, Ikirejesha mwili ulioungamanishwa wa Yesu Kristo, coming together. Ukija pamoja. Hallelujah. Amen. Okay, I'll read you somewhere else, but let me just say this. Now, the disciples Mitume were not one. hawakuwa mmoja. Unaamini wako wamoja? Amina. Ya? Amina. Si walikuwa na mabishano? Ndio. Si walikuwa na tofauti sawa? Yeah. Now, lakini siku ya Pentecost, maandiko yanasema Mungu akakuja, akashuka. Mungu mwenyewe akajigawa miongoni mwao. God divided himself. Akajigawanya mwenyewe. Akajigawanya. Kila mmoja wao akapata sehemu ya Mungu. Mnaamini hivyo? Hii pillar of fire ambayo ilikuja juu yake ni Mungu mwenyewe amejigawanisha. Na kila mmoja akapata portion, sehemu ya nani? Ya Mungu, ikaingia ndani yake. Nataka kuambia kwamba sehemu ya Mungu ikiingia ndani yako, sehemu ya asili yako inaisha. Kutoka hapo unakuwa na asili ya nani? Ya Mungu. Amina. Amina. Amen. Sehemu ya Mungu ikaingia Petro, sehemu ya Mungu ikaingia John, sehemu ya Mungu ikaingia James, sehemu ya Mungu ikaingia Thomas. Kila mmoja watu akapokea sehemu ya nani? Ya Mungu. Na Mungu akiingia ndani ya mtu, anabomoa asili, anakuja hapo, anaweka asili yake. Kabisa Bwana. Amina.
Kabisa kabisa. Na maandiko yanasema namna gani? Jambo hilo lilipofanyika wakawa wamoja. Amen. 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 Kweli. Si ndio Biblia inasema? Sahihi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 kifungu cha 32 inasema nini? Tusome. Sura 4 22. Na jamii ndo hapo. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe. Kuna mtu ana Kiingereza? Soma Kiingereza. Matendo 4:12. 32. Yeah, 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. No, listen. One heart, Moyo mmoja and one soul. na nafsi moja. Hallelujah. Right? Amen. Na hakuna mtu alisema kitu ni chake. Hakuna hata mmoja. Wao Yesu akiwaacha walikuwa wamoja. Kama walikuwa wamoja. Neno. Neno. Walipoenda katika chumba cha juu katika Pentecost, wakapanda pale juu. Na Biblia inasema kwamba kitu kilifanyika pale. Joined in heavenly wedlock. Wakiunganishwa katika harusi ya kibinguni kwa Mungu wa milele. And it became part of him. Na wakawa sehemu yake. Part of God. Sehemu ya Mungu. Heavenly wedlock. Harusi ya kibinguni. Ikafanyika pale. Wakaunganishwa pamoja na Mungu. Wakawa sehemu ya Mungu. Na kila kitu kawa ya Mungu. Oh, haleluya. Ilichofanyika hivi wakaangaliana. Hapo walikuwa na bishana. Imefanya na magari. Imeisha. Haleluya. Haleluya. Watu walikuwa karibu kupigana na hiyo imeisha. Kwa sababu gani? Wamekuwa na asili moja. Asili moja ya Mungu. Nataka kuuliza adhuria leo. Unaamini kwamba tunaweza kuwa na asili moja ya Mungu? Hicho ndio kitu tunahitaji. Sababu ya matengano na mabishano na kupigana katika ujumbe ni kukosa asili moja. Asili ya Mungu. Amina. Hiyo ndio kitu ambacho tunakosa. Sababu ya mafundisho mengi, na nakwambia kwamba lazima tuwe na mafundisho tofauti. Tunapaswa kuwa na mafundisho sawa. Amen. Ni kweli. Sawa. Amen. Amen. Lakini shida ni gani? Huyu ana asili nyingine. Huyu naye ana asili nyingine. Leo nikwambia katika ujumbe utakuta watu wako na asili ya Afrika. Ni kweli. Na wako kwa ujumbe. Lakini wako na asili ya Katoliki. Kama hawa watu ambao unaona wanachukia sana Roho Mtakatifu. Wanasukia kufurikika. Wanajua kupiga kelele. Hawa ni watu wako na asili ya Afrika. Amen. Lakini wako hapa kama waumini wa ujumbe. Mimi macho yangu imefunguka tangu niangalie huu ujumbe vizuri. Na mimi naangalia watu hivi kanisani, najua Waanglikana, najua Wakatoliki, najua Wafunguzi, wao wapo. Lakini
Kwa sababu hii inatambulisha wewe na asili yako. Walio na asili ya Mungu hawakwazwi na mambo ya Mungu. Haleluya. Unajua Daudi anasema nini? Anasema katika siku ya Pentecost wakiwa hapo, Roho Mtakatifu akashuka, akawaambia, wakaanza kupiga kelele. Na Mungu wanatoka hapo kama walevi. Unaona hiyo wakiongea na walevi. Wakifika kula watu wanaona kama ni walevi. Nataka kuambia kwamba siku ya leo kama huko kanisani ambao inachukia hiyo kitu, hiyo si kanisa ya ujumbe. Hiyo sio roho ya Mungu. Hiyo sio asili ya Mungu. Asili ya Mungu ndio hiyo. Alidhihirisha asili yake. Bwana sasa. Kupiga kelele kidogo hivyo, nasema unakuja kutoa nje. Unasema baba ni wako ujumbe. Sio vile leo unasema hata ni asili yako. Hiyo tunatazama. Na asili ya Mungu tunaijua. Ya asili ya maandiko tunaijua. Amen. 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 Bwana wetu asema hiyo tunaijua. Usikuje kuticha kwa wale wanaolia ujumbe siku hizi. Tatizo nini? Mimi nataka kuangalia asili yako. Na mimi napima asili yako. Unajua, leo nikwambie. Hakuna wakati lakini mseme hivi. Unajua nabii katika ujumbe unaitwa nimesahau maneno isifai. Anaonyesha mwanamke wa ulimwengu akionyesha kanisa na mwanamke akionyesha kanisa asili ya Mungu na kanisa ya kiroho. Anasema kanisa ni kama mwanamke na ana bwana na anazaa watoto. Ukitaka kujua huyu mwanamke anazaa watoto wa nani? Angalia sura ya watoto na tabia ya nani? Anasema kuna mzee anaitwa ulimwengu. Ulimwengu anapea kanisa mimba kila wakati, kwa sababu huyu mwanamke wa ulimwengu hataki mimba na mtu mwingine. Kwanza anadharau Yesu sana, hawezi kukubali mimba yake. Ile mimba nataka ni nani? Ni ya ulimwengu. Sasa leo ulimwengu akizaa watoto wana tabia yake kama yake ya baba yao ulimwengu. Anapenda kupaka kalamu mdomo, anataka kupaka marogi, anataka kufanya kuweka marangi mengine huku wakifunga hivi kama unaona kama ndio wamefungua macho. Unaweza kuangalia nyani vizuri. Nyani kifunga macho sasa ndio inaonekana. Ukiwa bali ndio unaona kama mataa. Nikifungua ndio sasa uongo ni macho. Amepata na hiyo roho ya nyani. Mama wao wa ulimwengu watoto wamezaliwa na kanisa mwanamke ulimwengu wana tabia yao ya asili hii. Wanapenda mambo haya. Alafu nabii anasema kwamba na huyo mwanamke na hao watoto wake wanadharau sana watoto wa neno. Kwa sababu naye Yesu neno ana kanisa lake ni mke wake na anapata watoto. Alafu anasema watoto wa Yesu asili yao ni kupiga kelele, ni kunena na lugha, ni kurukaruka, ni kuvunjika. Akasema kwa sababu neno huwa zinazaa aina hiyo. Sasa kama nabii ameniambia aina ya watoto wanaozaliwa na kanisa ambao imepata mimba ya neno, Yesu kupiga mimi hapa. Watoto wa kanisa
Bwana asifiwe sana. Unakutana na waamini watu waaminifu. Unasikia tumetoka mkesha. Sasa okay, kesha. Ati unafikiri kuna kitu kasoro nini? Unaona nini? Don't be deceived. They are not spiritual. Sio kiroho. These are not the children of God. Hao sio watoto wa Mungu. Neno halizai aina hiyo. Neno nazaa kelele. Labda nitapata hiyo kesho ndio tawazana. Wako neno na lugha. Na wewe bila tafsiri na kupiga kelele. Hiyo ndio haina. Neno linazaa. Sasa tunatia kwa hapo. Ati neno limezaa. Ati neno ati sisi ni kitu. Unajua neno ni kinini? Hiyo ni voice wale. Na mimi nauliza na wale masiku ya Pentecost. Neno lilipokuja ndani walikaa hapo wakasema inakuwa kama the Bible says they were Japanese. Amen. Biblia inasema kwamba walikuwa na kigudumizi. Neno nileta aina hiyo. Glory to God. Sasa waaminio, sikiza. Hao watu hawako wamoja. Kanisa amen. Semeni amen. Petro na wale wengine hawakuwa wanazozana kila wakati. Hawakuwa wamoja. Maoni yao yalikuwa tofauti. Si kweli? Wakaenda katika chumba cha juu. Jambo mzuri walikuwa nao common walikubali. Kama kwa sababu Yesu aliwaambia waende chumba cha juu. Mungu akashuka. Aliposhuka akajigawa. Divided himself. Kila mmoja sehemu ya Mungu. Walipoamka hivyo wako na maumbile ya nani? Ya Mungu. Asili ya nani? Ya Mungu. Na maandiko yakasema kwamba wakawa na nia moja, Ndio. na wakawa na moyo moja. Nafsi moja. Na nafsi moja. Kwanza moyo moja. Nafsi moja. Nafsi ya Mungu. Haleluya. Wakawa na asili ya Mungu. Tofauti zote zikafanya malani. Nikaona zote. Hakuna. Haleluya. Zikaisha zote. Amen. Kabisa. Sasa mwingine. Mungu atusaidie sana. Amen. Okay. Tutarudi hapa. Oh, haleluya. Amen. Listen. Unasikiza? Amen. Okay. Yes, the disciples had no unity. Ndiyo, mitume hawakuwa na umoja. No, let me say that. Okay? They had what? Hawakuwa na umoja. Hawakuwa na unity. Listen, hiyo ni jambo moja. Hawakuwa na umoja. Number 2, they could not understand Jesus. Wasingeweza kumwelewa Yesu. Number 2, they said, who can understand these things? Walisema, nani anaweza kaelewa mambo haya? Si ni kweli? Akiongea kwa Kwa mifano. Kwa mifano. Aliponena kwa mifano, kila wakati Biblia waende kando. Na ulikuwa unamaanisha nini? Ulikuwa unamaanisha nini? Ni nini ambao unasema mpanzi? Mpanzi huyu ni nani? Hawakuelewa neno. Amen. They could not understand Jesus. Hawakuweza kumwelewa Yesu. They said, who can understand these things? Nani anaweza kufahamu mambo haya? See? Naona? Hebu waambie jambo moja shocking.
Jambo moja la kuwastua, lakini la kweli la kusikiza. Si Naona God wasn't in them. Mungu hakuwa ndani yao bado. Amen. Kabisa. Si kama hivyo waikia hiyo? Unasikia vile na mimi nasema? Mungu hakuwa ndani yao. Amen. Ni kweli. Kama unaamini hivyo kabisa, sema amina. Amen. Yaani Petro hakuwa na Mungu. Hakuwa kabisa. James hakuwa na Mungu. Hawakuwa. Hivyo ndivyo na mimi nasema. Ni sahihi. Walihubiri? Kama walihubiri? Bila Mungu. Alihubiri Mungu. Walifanya miujiza? Ndio. Walifanya bila Mungu. Asante Bwana. Mambo ni akilini. Sana. Neno la akilini. Sana. Ujue? Ujue ni akilini. Kuna siri za ndani na za kweli. Ati kwamba Petro hakuwa na Mungu. Listen. God wasn't in them yet. Mungu hakuwa ndani yao bado. They were just associated in fellowship. Walikuwa tu wameshirikishwa katika ushirika. Ushirika tu. Na sisi ni wa kanisa moja, sisi wa message ni kusema mimi ni wa message, hiyo ni ushirika tu. Ni kweli. Sisi wa kanisa ya Barana, ushirika tu. Kanisa ya watu, hiyo ushirika tu. Sisi si alika sisi wamejua wa Barana, ushirika tu. Ndio wale ni ushirika, wewe ni wa ushirika na shirikiano na wakina nao. Sisi ndio wachukua wa Abraham, kwa hivyo tunashirikiana na Abraham. We are associated in Abraham. Tumeshirikishwa na nani? Kisa ndugu dada, association does not make you a believer. Yes. Kuwa na ushirika hakukufanya kuwa mwaminifu. And it is amazing. Na ni ajabu. And the Bible says that Peter and the rest of them were only associated with Jesus. Ni ajabu kama ndugu Branham anasema Petro na wengine hao walikuwa wameshirikishwa tu na Yesu. They were not one with Jesus. Hawakuwa mmoja na Yesu. They were just associated. Walikuwa wameshirikishwa. Hawa watu wa Yesu. Hawa watu wanatembea na Yesu. Hawa ni Kristo. Hawa ni Yesu, ni wa Kristo. Lakini wa moja na yeye. Ndiye Bwana. Sasa inakwambiaje hiyo? Ni wangapi siku ya leo wako katika pamoja? Ni kushirikishwa tu katika na ujumbe. Na vitabu, na kuna vitabu, kuonekana vitabu, na siku hizi tablet, agapo, watu na picha kwako ya Abraham. Hiyo hakuna kitu na maana sasa. Hiyo ni association tu ya kusema wewe si American. Haleluya. Amen. Isema tu tu lakini. Lakini Mungu hakuwa ndani yao. Amen. That is many a good man today. Hao ni wengi sana leo. Hivyo ndivyo walivyo wengi leo. Wengi leo hamna Mungu lakini wako associated. Associated na message, associated na Yesu, associated na kuokoka lakini hawana Mungu ndani yao.
They were just associated in fellowship. walikuwa wameshirikishwa katika ushirika, They just associated with him. walikuwa tu wameshirikiana na yeye. That is many a good man today. Hao ni watu wengi wazuri siku hizi. They didn't drink, Hawakunywa pombe, they did not lie, hawakusema uongo, they did not steal, hawakuiba, nothing. hawakufanya chochote, But they didn't have that oneness of God. bali hawakuwa na umoja huo wa Mungu. They wasn't one with God yet. Hawakuwa mmoja na Mungu bado. See? Naona They could be. wasingeweza kuwa. Oh, they done miracles. Lo, walifanya miujiza, They cast out devils. walitoa mapepo. That end. Hiyo tu. I read an article in the paper the other day about casting out devils. Nilisoma makala katika gazeti hii majuzi kuhusu kutoa mapepo. Oh brother, I'm telling you that it is. What? People say, oh brother, I'm telling you, that's it. Watu wanasema, lo ndugu, nakwambia hiyo ndio. Hey, if you're casting out devils, that is the real thing. Kama unatoa mapepo, wanasema hiyo ndio. Ndio kitu. That isn't it. Hiyo sio bado. A man that casts out a devil and denies God's word is a liar. Mtu anayetoa pepo na anakana neno la Mungu ni mwongo. Amen. Amen. But if you're casting out devils, hiyo inaonekana una power. Power ya Mungu. Na hiyo ndio kitu. Kama unatoa pepo alafu unakataa neno la Mungu, wewe ni mwongo. Amen. Yes sir, he says he casts out devils. Naam Bwana, anasema anatoa pepo. They claim they do that. Wanadamu wanadai kufanya hivyo. He cannot do it if he is not with God's word. Yeye hawezi kufanya hivyo ama hayuko pamoja na neno la Mungu. Now, then came Pentecost. Ndipo ikaja Pentekoste. God made them one again. Mungu akawafanya mmoja tena. Oh my. Oh jamani. Are you hearing me? Unanisikia? God made them one again. Mungu aliwafanya mmoja tena katika siku ya Pentekoste. Katika siku ya Pentekoste. They became one. Wakafanyika mmoja. Amen. They were not one. Hawakuwa mmoja, But on the day of Pentecost, bali katika siku ya Pentekoste they became one. wakafanyika mmoja. Oh my. Roho jamani. Then Ndipo they had oneness with God. walikuwa na umoja na Mungu. Amen. God was in them. Mungu alikuwa ndani yao. Now, Acts, if you are putting it down, Sasa Matendo kama unaandika, Acts 4:32, Matendo 4:32. the Bible says that they were with one heart, Biblia inasema walikuwa na moyo mmoja, one soul, nafsi moja and one mind. na nia moja. Oh, brother, why? Oh ndugu, kwa nini? They had been restored back to the original again. Walikuwa wamerejeshwa kwenye asili tena. The only thing that they had left to be disposed of was an old city. Kitu pekee walichokuwa wameacha cha kutupwa kilikuwa ni mji wa kale. Oh, they lived in here, an old body called a city, Ama waliishi hapa mwili wa kale ulioitwa mji and so on. na kadhalika. Okay? Hiyo ni mmoja ya nani? Ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Wakawa wamefanya wamoja na Mungu. Na unaona jinsi waliofanya wamoja na Mungu. Unaona njia ambayo ilifanya wao wamoja na Mungu. Mshike hawa maneno vizuri sana. Hebu tuendelee hapa. Sikiza hili. Now, the Holy Spirit will never make sense. Sasa Roho Mtakatifu kama hakusema, Hataweza kusema. Hata sasa kufanya useme. Roho Mtakatifu kama hatasema. Amina. Amen. To some kind of a man-made creed. Kwa hatasema amina kwa aina ya mafundisho ya kibinadamu. It will only punctuate the word of God with amen. Yeye ataitikia neno la Mungu na amina. Because it is so. Kwa sababu ni kweli. The Holy Spirit will not lead you any other way
Roho Mtakatifu hata kuongoza katika njia nyingine yote. Now the strange thing is that we all of our great denominations and things we claim each one led by the Holy Spirit. Sasa jambo la ajabu ni kwamba kila kitu cha madhehebu yetu tunadai kwamba ni Roho Mtakatifu anatuongoza. And there is as much difference as there is day and night. Na kuna tofauti nyingi sana kama zilivyo usiku na mchana. Watu wanasema ni Mungu anaongoza. Lakini tofauti ni nyingi. Nyingi sana. Okay? Amen. But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit, lakini Paulo yule Farisayo mdogo alipopokea Roho Mtakatifu, when Ananias baptized him, wakati Anania alipombatiza, and he went into Arabia and studied for 3 years, na akaenda Arabia naye akajifunza kwa miaka 3, come back, akarejea, and he never consulted the church about anything, na wala hakuomba ushauri kanisa kuhusu chochote for 14 years, kwa miaka 14. And when he came and he met Peter, na alipokuja akakutana na Petro, the head of the church at Jerusalem, kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu, they were eye to eye in doctrine. Waliona jicho kwa jicho katika fundisho. Amen. Amina Bwana. Can you say amen? Amina. Why don't you see jicho kwa jicho? Kwa nini hatuwezi kuona jicho kwa jicho? Amen. Amen. Siri. It's a problem. Yeah. Paulo alipokea roho moja. Na roho yule ambao Petro alifanya nini? Alipata. Lakini walipokutana wote waliona sawa sawa. Waliona sawa sawa kwa mafundisho. Why? Kwa nini? The same Holy Spirit, we are Peter baptizing the same Holy Spirit. Roho Mtakatifu yule yule. Hiyo ni kumaanisha nini? Tukipata roho moja, kila mmoja wetu awe tuko na roho moja, hakutakuwa na tofauti hata moja ya mafundisho kabisa Bwana. Amen. Sita unaelewa? Therefore, what is the conclusion? Kwa hiyo hitimisho ni nini? It is because we lack the Holy Spirit. Ni kwa sababu tunapungukiwa na Roho Mtakatifu au tunakosa Roho Mtakatifu. Kama Peter na wale wengine walikuwa tofauti, Roho Mtakatifu akashuka katika siku ya Pentecost wakawa wamoja. Kama Petro na Paulo atahawakuona, kila mmoja alikuwa katika njia zake. Paulo akapata Roho Mtakatifu huko kwa Anania. Sawa sawa na ile Roho Petro alipata katika chumba cha juu. Walipokutana mafundisho yao ni sawa. Hii kile kinachofanya sisi tuwe tofauti katika mafundisho ni kwa sababu gani? Tumekosa roho hii. Amen. Amen. Ndio sababu naona roho ya injili ya Roho Mtakatifu haipendezi hapa. Watu haipendi. Au Tanzania imebadilika. Kila mtu anataka injili ya Roho Mtakatifu. Kila mahali. Bwana wetu sasa. Amen. Hiyo ni kitu kinatokea wazi. Why? The same Holy Spirit where Peter baptized in the name of Jesus Christ. Roho Mtakatifu yule mahali ambapo Petro alibatiza katika jina la Yesu Kristo. Paul did the same without anybody telling him. Paulo alifanya hivyo bila mtu yeyote kumwambia. Where people taught the baptism of the Holy Ghost. Petro alifundisha kuhusu Roho Mtakatifu. Mahali Paul
alifundisha mahali ambapo Petro alifundisha ubatizo wa Roho Mtakatifu and sanctification na utakaso and so forth, na kadhalika, Paul did the same thing Paulo alifanya jambo lile lile without consulting the church, bila kulitaka shauri kanisa, because kwa sababu it was the same guide. ilikuwa ni uongozi ule ule. Then how can we today, when people deny this truth, Basi sisi tunaweza kuwa wapi leo wakati watu wanakana kweli hizi? when people taught what he did about the way the church was to be put in order, Wakati Petro alichofundisha kuhusu jinsi kanisa ilivyokuwa liwekwe kwenye utaratibu, Paul had the same doctrine, Paulo alikuwa na fundisho lile lile, because kwa sababu they had the same guide. walikuwa na kiongozi mmoja au yule yule. What is our problem? Tatizo letu ni nini? We don't have the same guide. Hatuna kiongozi yule yule, We don't have the same guide. hatuna kiongozi yule yule, We don't have the same nature. hatuna asili moja, Na si tofauti. The guide isn't going to take one over this way kiongozi atampeleka mmoja huku and one over that way, na mwingine kule, and send one east and the other one west. na kumtuma mmoja mashariki na mwingine magharibi. See, he's going to keep you together. Yeye atawaweka ninyi pamoja, And if you just let the Holy Ghost keep us together, na kama mtamwacha Roho Mtakatifu awaweke pamoja, we will be one. tutakuwa mmoja. Amen. Amen. If you just don't let the devil pull you off on the wrong road, Kama tu hatutamwacha shetani atuvute kwenye barabara mbaya, we will be one heart, tutakuwa na moyo mmoja, one mind, nia moja, one accord, na katika umoja by one Spirit, kwa Roho mmoja, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, the guide of God that will guide us to all truth. kiongozi wa Mungu atakayetuongoza atutie katika kweli yote. That's right. Hiyo ni sawa, But you go to follow your guide. lakini huna budi kumfuata kiongozi wako. Yes, sir. Ndio Bwana. Amen. Amen. Paul had never seen Peter, Paulo alikuwa hajawahi kumwona Petro, but the same Holy Ghost in that same union lakini Roho Mtakatifu yule yule aliwaweka katika umoja, caused him to say the same thing. aliwafanya waseme kitu kimoja. Have you received the Holy Ghost since you believe? Je, ulipokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? He said, we don't know whether they are big. Akasema sijui hata kama kuna kitu kama hicho. Said, how was you baptized? Akauliza ulibatizwaje? Said, unto John. Akasema kubatizwa wa Yohana. Said, you have to be baptized again, over again, Sema inabidi ubatizwe tena in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo and they receive the Holy Ghost. na upokee Roho Mtakatifu. What was it? Ilikuwa nini? The union. Kuunganishwa au muungano, Saying the same thing kusema jambo lile lile moja God says, ambalo Mungu alisema, and that's the confession. na hiyo ni kukiri. Praise be to God. Amen. Hey, hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hamna cha ingine hiyo ila tu hiyo. Na angalia Biblia. Nani aliandika Biblia? Biblia iliandikwa na wanadamu. Na hawa wanadamu wote, kila mmoja wao alikuwa na Roho Mtakatifu.
Na Biblia haina mahali hata moja imepigana. Amen. Na waliandika Biblia nyakati zikiwa zime tofautiana kama miaka 2000. Mtu anaandika, mwingine anakuja kuandika baada ya miaka 2000 na anaandika sawa sawa. Hakuna mahali imepigana. Amen. Roho moja. Analeta umoja kwa hawa waandishi wote. Wameishi miaka tofauti, lakini maandishi yao na maneno yao yapo sawa sawa. Haipigani hata kidogo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? Ni roho moja alikuwa ndani yao. Mungu asifiwe sana. Angalia ndugu Branham. Maono yake yalikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Ameona maono maelfu na maelfu na ameongea. Na ameweka changamoto kwa ulimwengu wote kusema niambie jambo moja nilisema itafanyika na haikufanyika. Na anaambia society ya Amerika ambao ni ya kukosoa sana na iko na watu wenye akili, lakini hakuna mtu hata mmoja alikuja akasema ulisema kitu fulani kitatukia, hakitukutukia. Ulisema fulani ataponywa, hakuponywa. Ulisema haitafanyika na haikufanyika. Hakuna hata moja. Ni kwa sababu gani? Roho moja. Roho huyo moja akiwa ndani ya watu anawafanya wawe wamoja. Anawaongoza sawa sawa. Anawafundisha sawa sawa. Anafanya mambo yao yote sawa sawa. Hii ndio likula mwisho. God wants to feed you. Mungu anataka akujaze. Why does he want to feed you? Kwa nini anataka akujaze? What does he want to feed you with? Anataka akujaze na nini? He wants to feed you with himself. Anataka akujaze na yeye mwenyewe. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Filled with the Holy Ghost. Jazwe na Roho Mtakatifu. Jesus said, Yesu alisema in Luke 24:49, katika Luka 24:49 that you shall receive power. Kwamba mtapokea nguvu. After this, the Holy Ghost is come upon you. Akisha kwa ajili ya yule Roho Mtakatifu juu yenu. Then you will be witness of me in Jerusalem, Judea and Samaria. Ndipo mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi na Samaria. And to the uttermost part of the earth. Hata miisho ya dunia. When? Lini? When you have received your doctor's degree. Wakati unapokea degree yako ya daktari. When you have received a Bachelor of Arts. Baada ya kupokea shahada ya sanaa? No. Hapana. But when you have received the Holy Ghost. Lakini mkisha kumpokea Roho Mtakatifu. Then you will be witnesses of me through this generation. Ndipo mtakuwa mashahidi wangu katika kizazi hiki. The generations that are to come unto the uttermost part of the earth. Na vizazi vijavyo hata misho ya dunia. And on the day of Pentecost. Na katika siku ya Pentecost. The Holy Ghost came from heaven like a rushing mighty wind. Roho Mtakatifu alipokuja kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu kila kasi. And all the house where they were sitting, signs and wonders were wrought among them. Akaijaza nyumba yote
walimokuwa wameketi, ishara na maajabu yalifanyika kati yao. And the intellectuals said, Na wasomi wakasema, men and brethren, what can we do to be saved? wanaume na wandugu, tufanye nini tupate kuokolewa? Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Petro akasema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, And you shall receive the gift of the Holy Ghost. nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. For the promises unto you, to your children, to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Kwa kuwa ahadi hii kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, na kwa wale wote walio mbali, na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. There is what God wants you filled with. Huyo ndiye Mungu anataka ujazwe naye. He wants you filled with the Holy Ghost. Anakutaka ujazwe na Roho Mtakatifu. And then you will be united. Na ndipo utaunganishwa. What to? Na nini? A church? Kanisa? No, sir. Hapana bwana. You will be united. Utaunganishwa. What to? Na kitu gani? A creed? Kanuni ya imani? No, sir. Hapana bwana. You will be united to God. Utaunganishwa na Mungu. And you and him will be one. Na nawe na yeye mtakuwa mmoja. And he and the Father is one. Kama yeye na Baba walivyo mmoja. And God, Holy Spirit, will live in you. Na Roho Mtakatifu wa Mungu ataishi ndani yako. And the same works that the Holy Spirit performed when it was here in Christ Jesus shall be performed in you. Na kazi zile alizofanya Roho Mtakatifu alipokuwa hapa ndani ya Kristo Yesu itafanywa ndani yako. For he said he would do it. Kwa maana yeye alisema angezifanya. Then Kisha we are one. sisi ni mmoja. Jesus prayed that in a prayer tonight, our Heavenly Father prayed for the Father that we will be one. Yesu aliombea jambo hilo katika maombi siku wa leo. Bwana wetu wa mbinguni aliomba kwa Baba kwamba tuwe mmoja. As he and God is one. Kama yeye na Mungu walivyo mmoja. How close were they? Nao walikuwa karibu kiasi gani? God was life and spirit in him. Mungu alikuwa ndiye uzima wa roho ndani yake. And if we are one with him, na tukiwa mmoja pamoja naye, we will be life tutakuwa na uzima and spirit na roho of him will be in us. Na roho yake itakuwa ndani yetu. Then ndipo earthly carnal intellectuals, asili ya dunia na carnal intellectual conception, na akili ya kimwili, and creeds and dogmas, na kanuni na imani, will fade out. Na mafundisho ya sharti yatatoweka. And a new generated born again virgin experience of the baptism of the Holy Spirit will take place in the human heart. Ndipo tukio jipya usiogoshiwa uliofanyizwa na kuzaliwa mara ya pili wa ubatizo wa Roho Mtakatifu utafanywa katika moyo wa mwanadamu. Then you will be one. Ndipo mtakuwa mmoja. Then brother will really be brother. Ndipo ndugu atakuwa ndugu kweli. Sister will be sister. Dada atakuwa dada. Your objectives and motives, malengo yako na nia zako, and all that you are, na yote ulio nayo, and all that you ever want to be, na yote utakayokuwa or try to be, au unayojaribu kuwa, will be for the kingdom of God. Yatakuwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. No matter what church represents you. Haijalishi unawakilisha kanisa gani. Amen. Amen. That is the oneness. Huo ndio umoja. Na jinsi ya kuwa wamoja. Mungu abariki sana. Amen. Tusimame tuombe. Asante sana Yesu, asante sana.